Shem, karibu. Asante Shem. Za hapa nyumbani. Safi. Nimekuja kumtafuta Pasco. Sijui nimemkuta. Oh, umekuja kumtafuta Pasco? Katoka kidogo. Katoka? Ya, katoka kidogo. Kasafiri. Kaelekea wapi? Kaenda Morogoro. Nadhani kama wiki mbili, yani ndani ya wiki mbili hizi atakuwa amesharudi. Wiki mbili. Labda kazi hasa leo mfanya aende kule ni ipi? Ni kazi zake tu zile zile za kila siku. Sawa. Asa Shem. Abe. Nimekuja hapa na changamoto moja. Oh. Ni changamoto ipi Shem? Na changamoto ambayo nimeipata. Na ndio maana nikaona sikwenda sehemu nyingine zaidi ya hapa. Nikaona nije hapa ili niongee na Pasco kwa sababu hayupo. Kwa sababu mwanaume ni kichwa. Na akitoka anabakia kulisi nafasi mwanamke. Ila issue yenyewe kidogo ilikuwa ni akiona kidogo. Kwa sababu kuna tatizo ambalo limetokea pale nyumbani ambapo nimeona kwamba hakuna sehemu nyingine ambayo kupata msaada ambayo ndio kwa nije hapa. Kwa hiyo niko naomba hifadhi hapa ndani ya siku 2-3 hizi. Mimi nitaondoka. Oh. Kumbe hivyo. Ndio hivyo Shem. Karibu sana. Asante sana Shem. Shem, karibu. Jisikie amani. Jisikie huko nyumbani. Sawa, nashukuru sana. Aya bwana. Nikuoneshe chumba cha kulala ama? Sawa, ni vizuri tu. Sio mbaya. Aya bwana. Unahitaji kunywa chochote nini? Hamna kikweli. Niko vizuri. Asante sana. Haya bwana, hamna shida. Ngoja nimuite kwanza mdada kazi. Akuonyeshe chumba. Sawa. Recho! Recho! Abe dada. Njoo. Nakuja. Dada, samahani lakini ndio maana umeita na nili muda mrefu nilikuwa najisuka. Nimekuita hapa. Wewe hapa shemeji yako. Habari Shem. Salama tu Shem. Za hapa nyumbani? Ni nzuri, karibu. Asante. Kwa hiyo mpeleke kwenye chumba cha shemeji yake. Kwa toka na Sawa. Chukua vyombo uondoke navyo. Shem, tunza tukaenda. Sawa. Kisiwa cha huba, kisiwa cha huba. Kila nikikutazama najikuta nguvu zimeisha, nakosa neno kusema kwako. Kila nikikutazama najikuta nguvu zimeisha, nakosa neno kusema kwako. Kila nikikutazama najikuta nguvu zimeisha, nakosa neno kusema kwako. Shida nini? Samahani Recho. Naomba kuzungumza naye kama ndio yeye. Kwa hiyo kuzungumza na mimi hadi univute hivyo. Sina maana mbaya lakini. Unaweza ukasema. Lakini samahani kama nitakukwaza mkuuzi. Unajua Recho, wewe ni binti mrembo sana. Na ni binti ambaye unaweza kumvutia mwanamume yote katika dunia hii. Yaani the way jinsi ulivyo
muonekano wako, macho yako na pua yako, lips za mdomo wako na umbile lako lote kwa ujumla. Unaweza kumvutia mwanamume yote yule katika ulimwengu huu. So, umeuteka moyo wangu. Naomba unipe nafasi ndani ya moyo wako hicho. Hakika siwezi kuishi bila wewe. Nimevumilia, nimeshindwa eti. Hebu subiri. Alafu ujue mimi nakuheshimu sana. Mimi nakuheshimu sana tu. Najua hiyo. Basi, mimi siwezi kuwa na wewe kimahusiano. Tafadhali Rachel, please. Siwezi kuishi bila wewe eti. Ukinifanyia hivyo sitoweza. Usinifanyie hivyo tafadhali. Okay. Mimi nakuheshimu kama kakao. Basi usipoteze hiyo heshima, sawa? Alafu mimi siwezi kuwa na mahusiano na wewe. Naomba tuheshimiane. Kwa hiyo baadaye. Rachel. Rachel. Kisiwa cha huba. Mimi si sana ujue. Kweli? Na mimi pia nilikumiss. Sawa tu gani? Mataswala ya Asante. Wewe hapa nyumbani. Nzuri. Mashine hapa wafanyakazi. Tunashinda tuko vizuri tu. Pia kuna mgeni alikuja hapa nyumbani na rafiki yako. Akiomba hifadhi ya kukaa hapa siku 3. Ataondoka. Ni nani? Ni Bevo. Bevo. Basi sawa. Tunamuonesha hifadhi. Shamuonesha tayari. Basi nichie Rachel basi. Si ufungoje niite. Wewe Rachel. Abe dada. Njoo mara moja. Sawa. Abe dada. Vipi? Naomba unitie Bevo hapo. Sawa shemu. Basi, wani yuko ni pazuri kuzidi hata huko yani. Mume wangu. Anakuambia kuna magorofa watu wamejenga. Kweli? Live kabisa bila cheni. Unaonaje kama ni pazuri? Unaonaje tukitenga fedha fulani zeni tukanunua hata na sisi kwa kiwanja? Tunafanya huo taratibu. Si unajua hapo. Mpaka tuongee na mama, mpaka niongee na wewe kwanza. Ni wazo zuri pia. Ya kiwanja kule nimemwacha mtu nimemwambia nitafutie kiwanja kizuri yani. Utacha milioni dada? Basi. Naam. Vipi? Safi. Na safari? Salama kabisa. Wema sana. Safi. Nilifika hapa dukani ya ngome safari. Kama Rachel. Nikaona sababu hapa kama nyumbani. Kabili nikae tu. Nilifika hapa kama mkuta shemu. Akawa ananiambia kwamba umetoka umeelekea safari Morogoro. Sasa nikaona hapa sababu kama nyumbani. Nyumbani aje wewe kama uko nyumbani. Nashukuru sana. Wewe karibu kabisa. Ushapazoea. Unaona jamaa mazingira hapa. Mazingira yako vizuri. Shemeji uko vizuri hata hivyo. Sio mbaya. Amekupikia chai lakini. Nimeshamaliza. Anijali sana. Yaani shemu hata dada wa kazi pia wako vizuri kiufupi. Nashukuru sana. Maneno yako na upendo. Nimeipenda. Karibu kabisa. Vipi huko? Kifupi kule hatujambo kiasi. Hadi leo kuna nimefika hapa. Ni story ndefu kifupi. Tutaongea kiume tukiwa wawili. Hamna shida tutaongea. Sawa. Kama umefika hamna shida. Nashukuru sana. Kabisa msija. Mpishe kidogo. Kiufupi rafiki yangu kule nilikotoka ni majanga tu matupu. Kama unavyofahamu pale kwa nakaa mimi na aunti yangu, si ndio? Pamoja na mke wangu. Kwa hiyo ilitokea changamoto kifupi kama unavyofahamu. Changamoto gani hiyo? Na kama unavyofahamu mke wangu hazai. Kwa hiyo
anti yangu pale hicho kitu hakipendi kabisa. Umeshaona? Kwa hiyo ndipo nimetoka nikaelekea kazini. Nikakuta pale amemfukuza mke wangu. Kwa hasira nilizokuwa nazo pale, sikuwa na namna. Ilibidi nimwakie. Umeshaona? Na baada ya hapo kumwakia vile nilikaa nikahisi namna fulani hivi. Nilikuwa bora nitoka kwanza pale nyumbani. Hata anti yale nilomfanyia kwa wakati ule asahau. Na nilikuwa nimekuja hapa niongea na Shemu. Anipatie siku 2-3 hizi walau punguza mawazo. Ushaona? Kwa hiyo katika ndoa kuna changamoto kubwa sana pindi unapokuwa unaisha mwanamke na unampenda kwa dhati ila hazai. Kwa hiyo kifupi naumia sana. Naumia. Ushaona? Naumia sana mke wangu. Naumia sana ninapokuwa natamani kumwona mke wangu halafu hayupo. Ni hatari sana. Ila tarudi tu pale nyumbani kwanza naongee na anti. Tumrudishe wala mke wangu. Avumilie tu hivyo. Kwani wala wangapi wanaishi katika ndoa na wazai? Katika ndoa kikubwa ni upendo tu. Mengine anakuja ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ama mnafaa tu kaa kifamilia tuyamalize. Naomba nadhani kesho kutwa twende pamoja pale kwa anti. Pengine wewe ukijaribu kuingia naye anaweza kuelewa. Kwa hiyo tafadhali sana. Nakuwa naomba jambo hilo. Pengine ingekuwa vizuri zaidi ukija na shemeji. Basi hamna shida. Tutaenda wote. Kisiwa cha Uba kumbe kimebeba siri nyingi, hata yule unayempenda naye ana wake, naye yule wake kumbe naye ana wake. Kufanya surprise. Unajije nikuone. Nilikuwa nakuona kipindi nimekaa pale na dada yako pale. Kwa hiyo nimekaa na dada yako pale. Nilikuwa nakuona. Naona wewe kweli yani. Kwa nini kama mmoja mdogo sana? Ili msipendi kwanza yani angekuwa mtu mwingine kwa shamba. Unajua mimi nakupenda. Mkangu ana vitu vyangu yule. Mimi nakupenda. Nakupenda serious kabisa. Sasa naona unaona. Tuko sasa zingine unajizuia. Yeye sijakajua. Ni sawa lakini sio nakukalia hata muda mwingine bwana anachukia. Siwazi. Yaani kwa swala siwazi. Kweli. Kisiwa cha Uba kumbe kimebeba siri nyingi, hata yule unayempenda naye ana